Simame hivi. Simama hivi kama mimi. Tuangalie huku. Bwana Yesu atukuzwe tena. Amina. Unaitwa dada nani? Naitwa Hadija. Hadija, nakumbuka katika ibada ya siku ya Jumapili, ibada ya kwanza ulikuwepo ibadani. Ndiyo. Katika yale yote ambayo yametendeka Ngomeni, tuangalie hivi, tuzungumze na watazamaji. Geuka hivi kama mimi. Katika yale ambayo yametendeka katika ibada ya Jumapili, ibada ya kwanza, naamini unalo neno la kumshukuru Mungu. Yaani nalo neno la kumshukuru Mungu. Ndio. Na kumtukuza Mungu na kufurahi ambayo Mwenyezi Mungu alionitendea. Ndio. Kupitia madhabahu haya ya Kohani Musa. Yaani nina furaha sana na ninafurahi na ninafurahia sana. Kabisa. Mimi ni mama wa Hussein Muhammad ambaye aliyopata shida. Ndio. Ambaye alipata shida ya kutokewa mtoto huyu ambaye alikuwa ameshafariki. Kabisa. Wewe ndio yule mama. Kwa faida ya mtazamaji, muda si mrefu tu katika kupata zile shuhuda ambazo matendo makuu yametendeka hapa Ngome Yesu Kristo, kuna shuhuda ambayo kuna mama mmoja aliitwa madhabahuni, alikuwa na mtoto ambaye ana tatizo, alipata ugonjwa wa ghafla na vile vile alikuwa amefariki dunia, aliletwa madhabahuni. Na huyu ndio mama yake. Siku ya leo tuko naye hapa, anatupa muendelezo wa yale matendo makuu ambayo Yesu ameyatenda madhabahuni. Hebu tuambie, katika ile hali ambayo ilimkuta mtoto wako, vile ambavyo alikuwa siku ya Jumapili, wewe ulikuwa unawaza nini? Yaani kwa kweli nilipokuwa nawaza, ni kwanza nilipoambiwa kwamba mwanao mpaka sasa ameshakufa. Yaani kwa kweli nilisikia uchungu sana. Lakini cha ajabu kuja kuona maajabu ya Yesu Kristo na Mungu. Kwa kweli nilipofika hapa katika madhabahu hii, nikapata uponyaji mkubwa sana kutumia mwanangu, kupata maombi ambayo ni ya utukufu mkubwa. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kiasi kikubwa. Alipoombewa mwanangu huyu na uhai wake ukawa umerejeshwa, na mpaka sasa mwanangu niko naye na yupo vizuri. Kwa kweli namshukuru Mungu wa madhabahu hii ya Kohani Musa. Kwa kweli nafurahi sana sana na sana. Wakati mtoto anapata tatizo, naona wale watoto ni mapacha. Ndio. Wakati anapata tatizo mmoja wapo, ilikuwa ni rahisi kwa wewe kugundua kwamba kwa nini huyu amepata tatizo hili na mwingine hana tatizo? Hapana. Haikuwa rahisi. Nilikuwa rahisi kwa sababu mwanangu mwingine nilikuwa namuona tu kama karegea. Lakini yani kama hivyo kuna kitu ambacho kilichoni, kwa sababu mtoto alianza majuzi ambayo ilikuwa ni siku ya Jumatatu, siku ya Ijumaa mosi kuamkia Jumapili ambayo ndio ulikuja ibadani. Yaani kama vile kuna kitu tu ambacho kilichoniamsha mimi usiku ule kuamka kusema jamani, mbona mwanangu yupo hivi, mbona simuelewi yupo hivi ambao ameregea kwa nini? Nikaa nimeamka kumwambia dada yangu, nikamwambia dada, naomba unisaidie kama una shilingi 5,000. Nisaidie mimi niende madhabahuni kule kwa Kohani Musa. Akanambia kwamba unaenda kule. Nikamwambia dada, ni imani yangu mimi nanituma niende kule na nina imani kabisa nitakapofika kule mwanangu atasaidiwa. Kwa hiyo naomba dada unisaidie ili niweze mimi kufika kule. Na kwa kweli nilipofika nilipokea utukufu mkubwa sana kuhusu mwanangu. Yaani mpaka sasa ninafurahi sana na mwanangu yuko salama mpaka sasa na ninaamini ameshapona. Amina sana. Na baada ya kufika madhabahuni pale, hali ya mtoto, unajua mtu mzima ukimwambia geuka kushoto anageuka kushoto, geuka kulia anageuka kulia. Kwa hali ya mtoto wako mpaka unaitwa mbele madhabahuni, alikuwa hawezi kupumua kabisa na tulishuhudia. Alikuwa hawezi hata kugeuza macho. Ndio. Hali uliyokuwa nayo wewe kama mzazi, ukiwaza nina watoto wangu wawili mapacha wa kiume na huyu mmoja ndio nimembebelea sasa hivi na ameshafariki, tumaini lako kubwa lilikuwa wapi? Yaani tumaini langu kwanza nilikuwa nimemwachia Mungu ili aweze kunitetea kwa hali ambayo niliyokuwa nayo kwa kipindi kile. Ndio. Kabisa, na kwa kweli namshukuru Mungu ambayo niliyokuwa nayo. Ndio. Na kwa kweli Mwenyezi Mungu alimsaidia na Yesu pia. Alisimama na yeye kumsaidia. Baada ya kushuka pale madhabahuni, kuhani alitupa taarifa kwamba mtoto anaendelea vizuri, lakini kuna watu ambao hawakuweza kumuona mtoto. Tulizipokea taarifa. Ulijisikiaje ambapo mtoto wako ulithibitisha amekufa, hawezi kitu chochote, lakini baada ya maombi ukamuona tena ameanza kupumua, amerusha mikono, amefungua macho vizuri, na mpaka ukapewa amri kwamba mtoto huyu akapewe chakula ale kawaida? Nataka kujua ulipata hisia gani baada ya kuona kweli mtoto amekufa amelala, kweli mtoto amefufuka hapa madhabahuni? Wewe kama mama ulijisikiaje pale? Nilifurahi sana. Na kwa kweli Mwenyezi Mungu aendelee kumpa
kumpa yani huruma kubwa mchungaji huyu, pasta wetu huyu, yani mimi sijui hata niseme vipi jamani, kwa furaha ambayo nilionayo kwa kuhani Musa. Asante sana. Kwa hiyo baada ya kutoka pale madhabahuni, natamani kujua nini kiliendelea mpaka sasa. Kwa kweli nilipofika nyumbani, nilipotoka hapa kwenda nyumbani, aka bado kidogo hajawa na ile uchangamshi kwa muda ule kutokana na hali ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo nikaa nimepokea maji yale, nikawa nampa mpaka sasa. Kwa kweli namshukuru Mungu, yupo vizuri. Mtoto akilala, akiamka, akiwa anacheza, unavyomwangalia unajisikiaje? Nafurahi sana. Na mtu yote yani kwanza yani ni miujiza, yani sema sijui ni miujiza gani, sielewi mpaka sasa. Kwa kweli mimi nimebaki kumwachia tu Yesu mwenyewe aendelee kunisaidia. Jinsi ambavyo ukiwaweka watoto wako wawili kwa pamoja, wanavyocheza, wanavyokula, nilikuona hata kuna muda ulimsimamisha mtoto akasimama vizuri kabisa bila shida yoyote na anapumua vizuri kama mama. Yani zile hisia na watu ambao wamekuzunguka nyumbani, na neno gani la kuzungumza juu ya hali ambayo Yesu amemtoa mtoto wako? Kwanza nilivyowaambia tu nyumbani kwamba mtoto alikuwa ashafikia hali kama, yani hakuamini kabisa kwamba mtoto tena anaweza akarudi kuwa hali kama hii ambao waliomuona nayo. Kwa kweli hata na wenyewe yani kwa kweli wanamshukuru Mungu kiasi kikubwa sana 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 na sana. Mtu akikuuliza una jambo gani la kumzungumzia Yesu na Mwalimu Musa Richard Mwacha, unaweza kumwambiaje? Kwa kweli yani sijui niseme nini. Yani Mungu wa madhabahu hii ya Kuhani Musa, yani ni faraja kubwa kubwa kubwa, na tuishi nayo katika moyo wetu na tumpokee Yesu kwa mikono miwili na kumwombea Kuhani huyo. Mungu ampe maisha marefu ili aendelee kuwasaidia wengine na wengine na watakao kuja wenye matatizo kama haya, waendelee kuja na wasihofu kusema kwamba sijui kuna moja, sijui kuna mbili, kuna tatu. Kila ambaye ana matatizo, ambaye anaona kabisa kwamba haya nina matatizo, akimbilie hapa, kuna msaada mkubwa. Naamini na yeye atakapofika hapa atapona kama jinsi ambavyo mwanangu alivyoponywa. Amina sana. Natamani ungembeba mtoto tumuone vizuri. Unajua kuna matomaso anaweza akaangalia ile shuhuda iliyopita alafu akamwangalia mtoto. Jamani, huyu ndio yule mtoto ambaye tulimuona Jumapili akifufuka pale madhabahuni, na kama tunavyomuona ni mzima kabisa. Baby yuko vizuri kabisa. Hatimaye Yesu wa madhabahu ya Kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha ndio Yesu anayefufua, ndio Yesu anayeuisha kwa jambo lolote lile ambalo linakusumbua kwenye maisha yako. Karibu katika madhabahu ya Ngome Yesu Kristo, nawe ukapate kuona muujiza na matendo makuu ya Yesu Kristo. Tukikwambia uzungumze neno lolote la mwisho kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu. Sina mengi sana kwa hayo ambayo niliyoyaongea. Kwa kweli mimi ninachoomba Mungu aendelee kumweka sana. Amen. Amina sana. Hongera sana na karibu ibadani. Asante. Amina sana, amina sana. Na hii ndio maana halisi ya madhabahu ya Ngome Yesu Kristo.